أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, wiki chache kabla nilikuwa nimeeleza maelezo ya mwanzo kuhusu ushindi wa Makka. Leo nitaeleza maelezo yake mengine kuhusu sababu ya vita hii. Imeelezwa ya kwamba sababu moja ya vita hii iliyotokea ni ya kuwa Makuraish walivunja mkataba ambao ulikuwa umefanywa Hudaybiyah, na wakamwambia mjumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa njia ya kibri sana ya kwamba sisi tunavunja mkataba na sisi tutapigana vita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taarifa hii ilipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye akaelekea Makka. Maelezo ya uvunjifu wao ni kama haya ya kwamba suluhu Hudaybiyah ilipotokea, katika mapatano yake sharti moja lilikuwa hili pia ya kwamba kutoka katika makabila ya Uarabuni yeyote atakaye afanye mkataba na Mtume sallallahu alaihi wasallam na afanye mkataba na Quraysh. Hivyo Banu Bakar na Banu Khuzaa waliokuwa wakiishi jirani ya haram, yani mahala patakatifu, katika haya Banu Khuzaa wakafunga mkataba na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kabila la adui wao yani Banu Bakar wakafunga mkataba na Quraysh, na makabila yote mawili yakasalimika na vita iliyokuwa kati yao. Katika zama ya ujahilia kulikuwa na vita kati ya Banu Bakar na Banu Khuzaa, ambapo Banu Bakar wakaamua mtu mmoja wa Khuzaa na Banu Khuzaa wakawaua watu watatu wa Banu Bakar katika mipaka ya haram. Banu Bakar na Banu Khuzaa walikuwa katika hali hiyo hiyo ya kivita. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akadai kuwa mtume. Hapo watu wakaanza kuelekea kusilimu, kitu kipya kikaja kwao, wakaanza kukizungumzia na wakasitisha vita, lakini walikuwa wameficha ghadhabu na hasira katika mioyo yao. Ilipofika mwezi wa Shaban mwaka wa 8 Hijria na miezi 22 ikapita juu ya suluhu Hudaybiyah, mtu mmoja wa Banu Bakar akatunga shairi yenye kuvunja heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kijana mmoja wa Banu Khuzaa alipomsikia akiimba, yeye akampiga mtu huyo na akapasua kichwa chake. Kwa sababu ya tukio hilo, makabila yote mawili yakaanza kugombana. Hali uadui wa kikabila ulikuwa unaendelea kati yao. Mtu wa Banu Bakar ambaye alikuwa ametunga shairi hiyo yenye kuvunja heshima, yeye alikuwa mtu wa familia moja Banu Nafasa ya Banu Bakar. Mshairi huyu kijana wa Banu Khuzaa alipomjeruhi katika Banu Bakar, Banu Nafasa wakawaomba Quraysh ombi la msaada wa kisilaha na kijeshi zidi ya Banu Khuzaa. Makuraysh wakakubali ombi lao isipokuwa Abu Sufyan. Yeye Abu Sufyan hakushauriwa wala hakuwa na taarifa yake. Kauli moja inasema kwamba alikuwa ameshauriwa,
lakini yeye alikuwa amekataa kupigana vita pamoja na waislamu. Lakini hata hivyo makoresh pamwe na farasi silaha na wanajeshi wakawasaidia. wote hawa wakawashambulia kwa siri ili banu khuzaa wasiweze kujilinda. banu khuzaa kwa sababu ya mkataba walikuwa wanazani kwamba wako salama na hawakuwa na wasiwasi yoyote. makuraish banu bakr na banu nafasa wakakubaliana kukutana katika eneo la watir. hili lilikuwa eneo la chini la makka ambalo linapatikana kusini magharibi mwa makka kwenye mipaka ya haram, likiwa na umbali wa kilomita 16 kutoka makka. nyumba za banu khoza zilikuwa hapa hapa. maadui hawa wakakutana muda uliopangwa. viongozi wa makuresh walikuwa wameficha nyuso zao na kuvaa barakoa. kati yao alikuwepo sufwan bin umaya, ikrima bin abu jahal, huwaitab bin abdul uzza, sheba bin uthman na mikraz bin hafs, na pamoja nao walikuwepo watumwa wao vile vile na kiongozi wa banu bakr nofal bin muawia pia alikuwa pamoja nao. banu khoza walikuwa wamelala usiku kwa utulivu. asilimia kubwa walikuwa watoto, kina mama na wazee. makuraish na banu nafasa wakawashambulia na wakaanza kuwaua watu hadi baadhi yao wakakimbia na kufika katika mipaka ya haram. na banu khoza wakamwambia kiongozi wa banu bakar nofal bin muavia, e nofal, sasa tumeingia katika haram, tunakuomba kwa jina la mungu unaye mwabudu. nofal akasema kwa kibri sana, leo hakuna mungu yeyote, na wakaendelea na mauaji hata katika haram. banu bakar wakawaua watu 20 wa banu khoza. kwa vyovyote vile baadaye makuraish wakahisi majuto juu ya kitendo chao hicho, wakapata wasiwasi. wakajua ya kwamba kwa sababu ya kitendo chao hicho mkataba umevunjika uliokuwa kati yao na kati ya mtume sallallahu alaihi wasallam. suhail bin amr akamwambia nofal, sisi pamoja nawe na pamoja na watu wako tumewaua watu, na habari hii unajua vizuri. umewaua watu na waliobaki unataka kuwaua, lakini katika kazi hiyo hatutakutii, wache tu. hivyo nofal akawacha nao wakaondoka. haris bin hisham na abdullah bin abi rabia wote kwa pamoja wakaja kwa sufwan bin umaya, suhail bin amar na ikrima bin abi jahal, na wakawalaumu sana juu ya kuwasaidia banu bakar zidi ya banu khoza. mmefanya nini? mlikuwa na mapatano. na wakawaambia kwamba kazi mliofanya ni yenye kuvunja mkataba kati yetu na muhammad. haris bin hisham akaja kwa abu sufyan na akamwambia kaumu yake imefanya nini. abu sufyan kwa kusikia hayo akasema kwamba hili ni tukio ambalo sikushiriki ndani yake, lakini siwezi kusema kwamba sihusiki nalo. hiyo ilitokea ni mbaya sana, wallahi muhammad sallallahu alaihi wasallam sasa kwa yakini atapigana vita. abu sufyan akasema zaidi ya kwamba mke wangu hind ameniambia ya kuwa yeye ameona ndoto moja ya kutisha. yeye aliona kwamba hajun ambayo ni mlima moja katika bonde la muasab ukiwa na umbali wa maili 1.5 kutoka maka, mto moja wa damu ukaja ukitiririka na ukafika hadi khandama. khandama ni mlima moja mashuhuri wa maka katika njia ya mina, na watu wakakirihika, yani kwa kuona damu ikitiririka watu wakapata hofu. kwa vyovyote vile uvamizi huo uliofanywa juu ya banu khoza, mwenyezi mungu alikuwa amemwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa njia ya kashf, yani ruya. umulmuminin hat maimuna binti haris anasimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam
alipitisha kwake usiku. Mtume saa salam akaamka kutawaza kwa ajili ya sala. yeye alikuwa mahala pa kutawazia, ndipo nikamsikia akitamka mara tatu labeka labeka labeka, ya niko tayari niko tayari niko tayari, na kisha akasema mara tatu nusirta nusirta nusirta, yani umesaidiwa umesaidiwa umesaidiwa. alipotawaza na akarejea ndani, nikasema kwamba ya rasulllah sallallahu alaihi wasallam, nimesikia ukasema labbaika mara tatu na mara tatu ukasema nusirta. je alikuwa mtu kwako ambaye ulikuwa unaongea naye? mtume saa salam akasema alikuwa mtu mmoja wa banu kab tawi la banu khoza, ambaye akisoma shairi ya kivita zidi ya banu bakar alikuwa ananiita ili nimsaidie. hiyo ilikuwa ni hali fulani ya kiruya, na alikuwa anasema kwamba maquresh wamesaidia banu bakar bin wail zidi yao. hatmemuna anasema kwamba baada ya siku tatu mtume sallallahu alaihi wasallam alisalisha watu sala ya asubuhi. mimi nikamsikia mtu akisoma shairi kwamba ya rabbi inni nashidun muhammadan hilfa abina wa abihil atlata, e mungu wangu mimi namkumbusha muhammad sallallahu alaihi wasallam mapatano yaliyotokea baina ya mababu zetu na mababu zake. katika riwaya nyingine inasema asubuhi ya usiku ule, usiku ambapo tukio la banu nafasa na banu khoza lilitokea katika eneo la watir, mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia hat aisha, e aisha, kuna tukio limetokea kwa khoza. hat aisha akasema, e mtume wa allah, je maquresh watathubutu kuvunja mkataba ule uliopo kati yako na kati yao, hali vita zimesha waangamiza tayari? mtume akasema, wao wamevunja ahadi hii kwa ajili ya mpango ambao allah ameupanga. hat aisha akasema, e mtume wa allah, je humo kuna kheri? mtume akasema, ndiyo, humo kuna kheri. yani haya yalikuwa matakwa ya allah kwamba wao wavunje ahadi na kisha wapate adhabu yake. kwa vyote vile hat musleh maud raziallahu taala anhu pia ameeleza tukio hili kwa njia yake. anaandika kwamba hat memuna anasema, usiku moja katika zamu yangu mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amelala kwangu. alipoamka kwa ajili ya tahajudi akitawaza akasema, na mimi nikasikia alikuwa anasema labbaika labbaik labbaik. baada yake akasema nusirta nusirta nusirta. anasema kwamba mtume aliporejea ndani, nikasema kwamba ya rasulllah, je alikujia mtu ambaye ulikuwa unaongea naye? mtume akasema kwamba ndiyo, katika hali ya mbele yangu, katika hali ya ruya ujumbe mmoja wa khuzaa wakaja na walikuwa wakipiga kelele kwamba tunasema kwa muhammad kwa kumwapa kiapo cha mungu wake kwamba tulikuwa tumefanya mapatano na wewe na mababu zako na tumeendelea kukusaidia, lakini maquresh wamevunja mkataba na wakati wa usiku wakituvamia, hali moja wetu alikuwa katika sijda, mwingine katika hali ya rukuu, wametuua. sisi tumekuja kuomba msaada wako. ilmuradi mtume anasema kwamba nikaona mtu mmoja wa khuzaa amesimama, na nilipomwona katika hali ya ruya nikasema labbaik labbaik labbaik, yani niko tayari kukusaidia. akasema mara tatu, kisha nikasema nusirta nusirta nusirta, yani utasaidiwa. akatamka mara tatu. kisha aisha anasema, siku ile ile asubuhi mtume sallallahu alaihi wasallam akaja nyumbani kwangu na akasema, tukio moja la kutisha limetokea kwa khuzaa. hata aisha anasema, nikajua kwamba tukio la hatari linaloweza kutokea kwa khuzaa ni kwamba wao wapo mipakani mwa maka na watu wa maka ambao wana mapatano na banu bakar, wao wawashambulie khuzaa. nikasema, ya rasulllah, je hiyo inawezekana kwamba baada ya viapo vingi maquresh wavunje mkataba na wawashambulie khuzaa? mtume akasema, ndiyo, chini ya hikma ya mwenyezi mungu wao wanavunja mkataba huo
na hikma ile ilikuwa ndiyo hii kwamba mtume salallahu alaihi wasallam hakuwa na ruksa ya kuwavamia, na kwa sababu ya kuvunjika kwa ahadi ruksa hiyo ikapatikana. hata aisha anasema kwamba nikasema, ya Rasulullah, je, natija yake itakuwa njema? mtume akasema ndiyo, natija itakuwa njema tu. katika maelezo yake imeandikwa ya kwamba baada ya hatua hiyo ya kizulma ya banu bakar na quraish, amr bin salim pamoja na watu 40 wa banu khuza alitoka ili kumwomba mtume msaada. kiongozi wa kabila khaza budail bin warqa pia alikuwa pamoja na kundi hili. wao wakaja kumwambia mtume maelezo yote, namna walivyolazimika kukabiliana na shida na namna ambavyo makuraish wamewasaidia banu bakar kwa silaha, watu na farasi, na namna ambavyo safwan, ikrma na viongozi wengine wa makuraish walivyoshiriki katika mauaji haya ya watu. wakati ule mtume alikuwa miskitini pamoja na masahaba zake. wao walipomaliza maongezi yao, amr bin salim kiongozi wa khuzaa akasimama na akisoma beti chache akaomba msaada, ambazo ubeti moja ulikuwa ndio huu kwamba, ya rabbi inni nashidun muhammadan hilfa abina wa abihi atlada, e mungu wangu mimi namkumbusha muhammad mkataba uliofanywa baina ya mababu zetu na mababu zake. mtume akasema, amr bin salim, utasaidiwa. hata abdullah bin umar anasimulia ya kwamba ujumbe wa khuzaa ulipofika kwa mtume, mtume akawauliza, katika dhana yenu nani ametenda zuluma hii? wao wakasema banu bakar. mtume akasema, je, watu wote wa banu bakar? wao wakasema hapana, banu nafasa ambao kiongozi wao ni nufal bin muawia. mtume akasema, hili ni kabila moja la banu bakar. hivyo banu khuzaa walipohitimisha maongezi yao, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba murejee mukiwa moja moja. sasa mnaporejea msirejee kwa pamoja katika sura ya msafara, bali muende moja moja. na akasema hayo ili watu wasijue kwamba wamerudi baada ya kukutana na mtume sallallahu alaihi wasallam. swala hili akaliweka siri. hivyo banu khuzaa wakarejea wakiwa moja moja. baadhi yao wakaelekea upande wa ufukwe wa bahari, na budail bin warqa na wenzake wakaenda wakitumia njia ya kawaida. hata aisha anasema ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya swala la banu khuzaa alikasirika sana. sijawahi kumwona katika hali hiyo kabla yake. imesimuliwa na ibn abbas ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipopokea taarifa ya tukio la khuzaa akasema, mimi naapa kwa dhati ambaye uhai wangu u mkononi mwake, mimi nitawalinda kwa kila kitu ambacho kwacho na walinda watu wa familia yangu. maelezo ya vita hii ameeleza musleh maud kwa njia yake. anaandika ya kwamba katika mwezi wa ramazan mwaka wa 8 hijria, mtume sallallahu alaihi wasallam aliondoka kwa ajili ya vita ile ya mwisho ambayo ilisimamisha islam uarabuni. kilichotokea ni ya kwamba wakati wa suluhu hudaibia ilikuwa imeamuliwa ya kwamba katika makabila ya arabuni wakitaka waende kuungana na watu wa Makka na wakitaka waende kuungana na Muhammad na nyingine kwa miaka 10 madhehebu yote mawili hayatakuwa na ruksa ya kupigana vita dhidi ya wengine isipokuwa wakishambuliana wavunje mkataba. chini ya mapatano haya kabila la banu bakar likaenda kuungana na watu wa Makka na kabila khuzaa likaenda kuungana na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. makafiri wa arabuni walikuwa hawajali mikataba haswa dhidi ya waislamu. hivyo banu bakar kwa kuwa walikuwa na hitilafu ya zamani na kabila khuzaa, muda mchache uliopita juu ya suluhu hudaibia, wao wakashauriana na watu wa Makka ya kwamba khuzaa kwa sababu ya mkataba wametulia kabisa na sasa ni muda wa kuchukua kisasi kutoka kwao. hivyo makuraish na
wa makka na banu bakar kwa pamoja wakawashambulia banu khuzaa usiku na wakawaua watu wao wengi. khuzaa walipojua kwamba makuraish na banu bakar wametushambulia kwa pamoja, wao ili kutoa taarifa ya uvunjifu wa ahadi wakatuma watu 40 kwenda madina na wakamwomba mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba kwa mujibu wa mapatano kwa pamoja, sasa ni wajibu wako wa kuchukua kisasi chetu na uivamie Makka. Msafara huu ulipofika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume akasema kwamba huzuni yenu ni huzuni yangu, mimi nimesimama juu ya ahadi yangu. Na akasema kwamba mawingu haya yanayonyesha mbele wakati ule mvua ilikuwa inanyesha kama vile mvua inanyesha hivyo, muda si muda majeshi ya kiislam yatafika kuwasaidieni. Sawa na riwaya moja, mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Zamra kwa Quraish na akawaambia kuchagua jambo moja katika matatu: moja, wao walipe dia ya watu wa banu khuzaa waliouawa au wajitenge na banu nafasa; tatu, wasitishe mkataba wa Hudaybiyah. Haya ni mambo matatu. Zamra alienda huko kama mjumbe wa mtume sallallahu alaihi wasallam, akakalisha ngamia kwenye mlango wa misikiti mtakatifu na akaingia ndani. Makuraish walikuwa kwenye mahala pao. Zamra akawaambia ya kwamba yeye ni mjumbe wa mtume sallallahu alaihi wasallam na akawapa ujumbe wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Qarda bin abd amr akasema, kama tukilipa dia ya waliouawa banu khuzaa hatutabakiwa na chakula wala wanyama, kwani kulipa dia ya watu wengi kuna hitaji hila nyingi. Ama swala la kujitenga na banu nafasa, basi hakuna kabila lolote la arabuni ambalo linaheshimu baitullah kama wao. Wao ni wenzetu, sisi hatuwezi kutangaza tangazo la kujitenga nao. Sisi hatutawaacha maadamu tuna nguvu, hivyo sisi tutapigana vita na Muhammad. Akasema tutapigana vita, hivyo tunavunja mkataba huu wa Hudaybiyah. Zamra akarejea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na akamjulisha kuhusu yale waliyosema Makuraish. Baadaye Makuraish walihisi majuto juu ya matendo yao na wao wakamtuma Abu Sufyan kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuhusu ujio wa Abu Sufyan, Mwenyezi Mungu alikuwa amemwambia mtume sallallahu alaihi wasallam mapema kwamba Abu Sufyan anakuja. Hivyo sawa na bishara hii, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewaambia watu Abu Sufyan alikuja kujadidisha mkataba wa suluhu. Katika maelezo yake imeandikwa hivi ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya ujio wa Abu Sufyan katika Madina alisema kwamba Abu Sufyan anawajieni na anasema kwamba mujadidishe mkataba na muongeze muda wa suluhu, lakini ye atarejea bila mafanikio yoyote. Sawa na riwaya moja, Haris bin Hisham na Abdullah bin Abi Rabia wakaenda kwa Abu Sufyan na wakasema kwamba katika swala hilo kufanya suluhu ni muhimu. Swala hilo lisipotatulika, Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba zake watatushambulia. Hivyo Abu Sufyan na mtumwa wake wakaondoka na ngamia wawili, yeye na mtumwa wake. Ye akafika Madina haraka haraka na kwanza kabisa akaenda kwa binti yake Umme Habiba ambaye alikuwa mke mtakatifu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan akaamua kukaa juu ya kitanda cha mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Umme Habiba akakunja kitanda chake. Abu Sufyan akasema kwamba ewe binti yangu, je, kitanda hicho hakinifai au mimi sifai kwa ajili yake? Umme Habiba akasema kwamba hiki ni kitanda cha mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe ni mshirikina na najisi, mimi sipendi kwamba wewe ukae juu ya kitanda cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Ye akasema kwamba e binti yangu, baada yangu shari imekukuta. Umme Habiba akasema hapana, bali Allah amenijalia kukubali Islam, na e baba yangu, wewe ni kiongozi wa Quraish, kivipi unaweza kuahirisha
katika swala hilo la kukubali islam alifanya mahubiri wewe unaabudu masanamu ambayo hayawezi kusikia wala kuona. Abu Sufyan akainuka na akaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati ule mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa miskitini. Ye akasema e Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi sikuwepo wakati wa suluhu Hudaybiyah. Wewe ujadidishe mkataba huo na uongeze muda kwa ajili yetu. Mtume akasema Abu Sufyan, je, umekuja kwa ajili ya kazi hii tu? Akasema ndio. Mtume akasema kwamba je, kuna jambo limetokea kutoka kwenu? Ye akasema kwamba najikinga kwa Allah, tumesimama imara juu ya mkataba wa suluhu Hudaybiyah, sisi hatujafanya mabadiliko ndani yake. Mtume akasema kwamba sisi pia tumesimama imara juu ya mkataba wetu wa suluhu. Kama ulikuwa umefanya mkataba ni sawa, sisi pia hatujafanya mabadiliko yoyote. Abu Sufyan akaendelea kurudia maneno yake, lakini mtume hakumjibu lolote. Ye akaenda kwa Abubakar na akamwambia kwamba uonge na Muhammad sallallahu alaihi wasallam au uwatangazie watu tangazo la amani. Abubakar akasema kwamba jambo langu ni katika kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan akaenda kwa Umar na akaongea naye kama alivyokuwa ameongea na Abubakar. Kisha akaenda kwa Uthman na akamwambia kwamba katika watu hakuna kama wewe mwenye kuwahurumia. Uongeze muda wa suluhu na ufanye kujadidisha mkataba. Mwenzako hatakataa jambo lako. Ye akasema kwamba utii wangu ni utii wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha ye akaenda kwa Ali na akasema kwamba ewe Ali, wewe ni karibu sana katika jamaa yangu. Nimekuja kwa kazi muhimu na sitaki kurejea bila mafanikio. Uende kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na peleka kwake ombi langu. Ye akasema Abu Sufyan, ole kwako, ole kwako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiamua kufanya jambo fulani, sisi hatuna nguvu ya kuongea naye, sisi hatuna nguvu yoyote. Ye akamwambia Ali kwamba e Ali, maswala yamekuwa magumu kwangu, nipatie ushauri. Ali akasema kwamba wallahi, katika elimu yangu hakuna kitu chochote ambacho kiweze kukufaidisha, lakini wewe ni kiongozi wa Banu Kinana. Inuka na uwatangazie watu tangazo la amani, kisha ureje mji wako. Abu Sufyan akaenda katika misikiti wa Nabii na akasema ni watu, nimewatangazia watu tangazo la amani, ninazani kwamba nini hamtavunja ahadi yangu. Ye akaja kwa mtume na akasema e Muhammad, nimewatangazia watu tangazo la amani. Mtume akasema ewe Abu Hanzala, wewe unasema hayo, sisi hatusemi lolote, hili ni tangazo lako tu. Kisha ye akarejea akipanda ngamia yake. Sawa na riwaya moja alienda kuongea na Fatuma vile vile, lakini ye pia akaomba radhi, na hivyo Abu Sufyan akarejea bila kupata mafanikio yoyote. Abu Sufyan alipokuja kwenye kaumu yake akawaambia yote yaliyotokea huko. Wao wakamkaribia Abu Sufyan kwamba wewe hukurejea ukiwa na jambo la kheri. Hat Musleh Maud kwa mujibu wa historia ameeleza tukio hili. Ameandika kwamba watu wa Makka walimpeleka Abu Sufyan kwenda Madina ili yeye awazuie Waislamu wasiwashambulie Abu Sufyan. Baada ya kufika Madina akaenda kumsisitiza mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kwa kuwa wakati wa suluhu Hudaybiyah sikuwepo, hivyo mkataba ufanywe kwa upya. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam hakumjibu lolote, kwani kwa kumjibu siri zingefichuka. Abu Sufyan katika hali ya kukata tamaa akisimama miskitini akatangaza kwamba ni watu, mimi kwa niaba ya watu wa Makka na watangazieni ujumbe wa amani. Kwa kusikia habari hiyo Waislamu wakacheka juu ya ujinga wake, na mtume akasema kwamba Abu Sufyan, jambo hili unalisema kutoka kwako tu, sisi hatujafanya mkataba na wewe mkataba wa namna hiyo. Watu wa idara yetu ya tahkiki wameandika ya kwamba
kusema kwa abu sufian kwamba wakati wa suluhu hudaibia sikuwepo, jambo hili linahitaji tahkik sawa na maoni yao, au huenda baadhi ya watu wameandika hivyo wameeleza swala hili kwa ajili ya watu wa kawaida. Jambo hili si lazima, lakini wanaotaka kufanya tahkik kwa undani zaidi labda waulize swali kwamba kutamka kwake kwamba sikuwepo wakati ule, jambo hili linahitaji tahkik zaidi, kwani katika baadhi ya vitabu vya historia na sira alipokuja Madina kutamka kwake kwamba mimi sikuwepo wakati wa suluhu Hudaybiyah, kuhusu jambo lake hilo vitabu vingi vimekaa kimya. Katika baadhi ya vitabu ya sira jambo hilo linapatikana kwamba alisema kwamba mimi sikuwepo, lakini vitabu vingi vimekaa kimya na wingi wa wanahistoria hawakuzungumzia habari hiyo ya abu sufian. Jambo la tatu ni kwamba wakati wa suluhu Hudaybiyah, je, kwa kweli abu sufian hakuwepo? Katika kitabu cha Waqidi, kitabul maghazi, sirte halbia na vitabu vingine habari hii imeelezwa kwamba yeye hakuwepo wakati ule, lakini katika vitabu vingi vya historia imeelezwa kwamba wakati wa suluhu Hudaybiyah mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amempeleka Uthman kwenda Makka ili yeye aende kumwambia abu sufian na viongozi wengine wa Quraysh kwamba sisi hatukuja kwa ajili ya kupigana vita. Jambo hili linaeleza wazi kwamba wakati ule abu sufian alikuwepo, lakini jambo hili linahitaji tafakur kwamba wakati wa suluhu Hudaybiyah yeye hakuja kuongea na mtume sallallahu alaihi wasallam wala hakuja kufunga mkataba, ilhali yeye alikuwa kiongozi wa Quraysh na pia juu ya mkataba huo haipo saini yake. Hivyo yawezekana kwamba aliposema katika Madina kwamba mimi sikuwepo wakati wa suluhu Hudaybiyah, maana yake ndiyo hii kwamba wakati wa kuandika mkataba mimi sikuwepo, na atakuwa ameeleza habari hiyo hiyo alipokuja Madina kwamba juu ya mapatano hakuna saini yangu. Kama nisemavyo, hili ni wazo la watu wa research cell, lakini yote ambayo anaeleza anakataa mwenyewe kwamba mimi sikuwepo katika mkataba, kwani japo alikuwa kiongozi lakini hakuna saini yake juu ya mkataba. abu sufian atakuwa ameeleza habari hii kama uzuru wake, hivyo hakuna haja ya kuingia kwenye mashaka kwamba alipokuja kusema katika Madina kwamba mimi sikushiriki katika mkataba. Kama alikuwa amesema sawa. Yawezekana kwamba msimuliaji awe amekosea katika kuandika, lakini matukio yanaeleza wazi kwamba huyu alikuwa ametangaza kwamba yeye si sehemu ya mkataba. Jambo hili linakuja mbele. Muslimu pia ameandika habari hiyo hiyo kwamba yeye alikuwa amesema na mtume alikubali, na hiyo inaonekana kuwa sahihi kwamba yeye hakushiriki katika mapatano, na sisi tunachoelewa ni kwamba maana yake ndiyo hii kwamba mimi sikuwepo. Hili ni swala moja la kihistoria ambalo nimelieleza, hakuna haja ya kuingia kwenye wasiwasi. Hakuna swali ambalo linaibuka. Jambo hili ni wazi sana. Kuhusu kuondoka kwenye safari hii imeelezwa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alianza kujiandaa kwa ajili ya safari. mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia watu wajiandae kwa ajili ya safari, lakini hakuwaambia kwamba wanakwenda wapi. mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hat Aisha kwamba uandae mzigo wangu kwa ajili ya safari. Kwa kusema hayo mtume akatoka nje ya nyumba. hata Abubakar akaja kwa binti yake hat Aisha. wakati ule hat Aisha alikuwa anaandaa mzigo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. hata Abubakar akamuuliza kwamba je, mtume sallallahu alaihi wasallam ana nia ya kwenda kwenye vita fulani? hata Aisha akakaa kimya. kisha Abubakar akasema kwamba labda atakuwa na nia ya kuelekea Warumi, au ana nia ya kuelekea upande wa Najd, au awe na nia ya kuelekea upande wa Quraysh, lakini tuna mkataba na Quraysh na bado muda wake upo. hata Aisha akakaa kimya na hakumjibu lolote. katika muda huo Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam akarejea nyumbani. hata Abubakar akasema kwamba ya Rasulullah, una nia ya kuondoka?
mtume akasema kwamba ndiyo. kisha abubakar akasema kwamba je una nia ya kuelekea upande wa banu asfar yani warumi? mtume akasema hapana. abubakar akasema kwamba je una nia ya kuelekea upande wa najd, watu wa najd? mtume akasema hapana. abubakar akasema kwamba labda una nia ya kuelekea upande wa quraish? mtume akasema ndiyo. hapo abubakar akasema kwamba je sio muda upo kati, mkataba upo kati yetu na kati yao? mtume akasema kwamba je hujapata taarifa kwamba wao wamefanya nini na banu kab yani kabila la khuza? akieleza ufafanuzi wa tukio hili katika sirte halbia imeendikwa ya kwamba hata abubakar alimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ya rasulallah una nia ya kwenda safarini? mtume akasema ndiyo. hata abubakar akasema kwamba sasa bimbie je nijiandae? mtume akasema ndiyo. hata abubakar akasema kwamba ya rasulallah unaenda wapi? mtume akasema kwamba kupigana na quraish. na pamoja na hayo akasema kwamba abubakar jambo hili uliweke kama siri. mtume saa salam aliwaambia watu wajiandae, lakini hakuwaambia kwamba nia yake ni ipi, yani anataka kwenda wapi. kisha mtume salallahu alaihi wasallam akapeleka ujumbe kwa vijiji vilivyo jirani na akawaambia kwamba mtu ambaye anamwamini mungu na siku ya kiama katika mwezi wa ramazan ahudhurie madina. sawa na tangazo la mtume, makabila yakaanza kuja madina. makabila yaliyofika madina kulikuwa na banu aslam, banu ghaffar, banu muzana, banu ashja na banu juhena. sawa na riwaya moja, nabii sallallahu alaihi wasallam akamwita hata abubakar na akashauriana naye, kisha akamwita hata umar na akashauriana naye, na kisha akawaambia waislamu wote wajiandae kwa ajili ya safari. hata muslih maud ameeleza tukio hili kama hivi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia mke wake mmoja kwamba uanze kuandaa mzigo wangu wa safari. ye akaanza kuandaa mzigo kwa ajili yake. mtume akamwambia aisha kwamba utayarishe kwa ajili yangu shair na vitu vingine. vyakula vya namna hii vilikuwepo wakati ule, hivyo ye akaanza kuandaa chakula kwa ajili yake. abubakar akaja katika nyumba ya binti yake na alipoona matayarisho haya akamuuliza aisha, aisha unafanya nini? je mtume sallallahu alaihi wasallam anajiandaa kwa ajili ya safari? akasema kwamba naona ana nia ya kwenda safarini. mtume ameniambia kwamba nifanye maandalizi. abubakar akasema kwamba je ana nia ya kupigana vita? akasema kwamba sijui, sina habari yoyote. mtume ameniambia kwamba niandae mzigo wake na mimi nafanya hivyo. hata aisha akamjibu, sisi tunaandaa mzigo wake, anakwenda wapi na kwa ajili ya nani hatujui. baada ya siku 2-3 mtume saa salam akamwita abubakar na hata umar na akasema kwamba mnajua kwamba watu wa khuzaa walikuja kwangu, na kisha akawaambia kwamba tukio hili limetokea na mungu alikuwa amenipatia habari ya tukio hilo. wao wamefanya usaliti na sisi tuliko tumefanya mkataba nao. sasa hii ni kinyume cha imani kwamba sisi tuogope, na kwa kuona ujasiri wa watu wa Maka na nguvu yao tusiwe tayari ili kupigana nao. sisi tutakwenda huko, mna rai gani? hata abubakar akasema kwamba ya rasulallah, wewe umefanya nao mkataba kisha wao ni kaumu yako. maana yake ilikuwa ndio hii kwamba je utawaua kaumu yako? mtume akasema kwamba sisi hatutawaua kaumu yetu, tutawaua wale waliovunja mkataba. kisha akaamuru umar. hatumar alikuwa na tabia yake, akasema bismillah, mimi kila siku nilikuwa nafanya maombi kwamba siku hii ifike na sisi katika kumlinda mtume tupigane na makafiri. mtume akasema kwamba abubakar ana tabia yenye upole, lakini kauli iliyo sadiki inatoka kutoka ulimi wa umar. umar amesema sawa. akasema mujiandae. kisha akawapelekea makabila tangazo kwamba kila mmoja ambaye anamwamini allah na mtume wake katika siku za mwanzo za ramazan aje kufika madina na ajumuike.
mtume sallallahu alaihi wasallam ili kuweka katika siri akatumia njia mbalimbali. hivyo yeye kabla ya safari akapeleka kundi la watu 8 chini ya uongozi wa abu qatada bin rabi upande wa bonde la izm kinyume cha makka, ili mtu mwenye kudhani azani kwamba yeye ana nia ya kuelekea huko na habari hii isiweze kushamiri. izm ilikuwa na umbali wa maili 66 kutoka madina. kisha mtume saa salam akapeleka watu karibu na madina, na jukumu lao lilikuwa ni hili kwamba mtu fulani kama anaenda makka arudishwe, na kwa ajili ya kusimamia kazi hii yote umar akateuliwa, ambaye akaendelea kuzunguka kama msimamizi. baada ya kutumia njia hizi zote mtume sallallahu alaihi wasallam akainua mikono mbele ya allah na akafanya dua kwamba allahumma khuz ala asmaihim wa absarihim wala yarawna illa bakhta wala yasmauna bina illa faja. e allah, uzuie masikio na macho ya Quraysh, yani majasusi wao wasiweze kutuona, na ghafla sisi tuwafikie, na wao wasipate habari yoyote kuhusu sisi isipokuwa wapate habari yetu ghafla. kulikuwa na dua nyingine ya mtume sallallahu alaihi wasallam inayopatikana kwamba allahumma khuzil uyuna wal akhbara an quraishin hatta nabghataha fi biladiha. e allah, uendelee kuwazuia majasusi wa Quraish hadi sisi tufike katika maeneo yao. maelezo yake mengine inshallah yataendelea siku za usoni vile vile. kisha mtume saa salam alianza safari yake. wakati huu ningependa kusema kwa ajili ya hali ya dunia, muendelee kufanya maombi. uwezekano wa kusambaa kwa vita zinaendelea kuzidi, na mufanye dua kwa mwenyezi mungu kwamba mwenyezi mungu atusalimishe kutoka maangamio haya, kwani sasa israel imeishambulia irani na hali imekuwa tete, hali ya kivita. watu hawa sasa, yani serikali ya kiisraeli itafanya kwamba kwa kutumia njia moja ilete madhara kwa kila nchi ya kiislamu, lakini waislamu wamelala, wamezama katika dunia yao na hawaelewi kwamba kuna nini kinaendelea kutokea. waislamu matendo yao yamekwisha, wala hawaelekei upande wa maombi, na katika hali hiyo watapata madhara ambayo hawezi kuwa na fikira yake. mwenyezi mungu awajalie akili waweze kuangalia na waweze kuleta umoja kati yao. sio maana kwamba fulani ni zehebu fulani na zehebu fulani, hivyo sisi hatumsaidii. nchi zote zimo hatarini, kwani alkufru millatun wahida, yani makafiri wamekuwa kitu kimoja, na waislamu pia watalazimika kuwa ummati wahida, ndipo wanaweza kusalimika na hawana njia min ghairi yake. mwenyezi mungu amsalimishe kila maasum kutoka zulma na kutoka hasara, na tunatakiwa kufanya maombi mengi. mwenyezi mungu atujalie sote. alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر